waheshimiwa maaskofu mlioko hapa, waheshimiwa wachungaji, waheshimiwa mapadri, waheshimiwa viongozi wa MACDA, waheshimiwa viongozi wa Umoja wa Makanisa na wapendwa sana wanawake wote wa Kristo mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa bahati mbaya sala baraka niliyotoa haikulengwa kwa watu wote, na ilivyo baada ya hapo watu wakatawanyika wakafikiri kwamba tulimaliza rasmi, kumbe ilikuwa bado. Ilikuwa baraka kwa waliokuwa wamesimama hapo mbele pamoja na matoleo. Kwaya mlioko hapo jukwani, msikate tamaa. Msikate tamaa, mmejiandaa, bado mtaweza kuimba. Naomba muwe na subira kidogo, lakini najua mnaimba vizuri sana na tungependa kusikia kile ambacho mlichokiandaa. Kwanza kabisa ni shukuru uongozi wa MACDA kwa hii siku ya leo. Wameandaa vizuri, tumesali kwa pamoja, Wakristo waamini wa dini wa madhehebu mbalimbali. Kweli nawashukuru nyote ambao mmefika, kina mama wengi, mafuriko kabisa ya kina mama wamekuwepo hapa wengi. Hongereni sana wakina mama. Tunajua nguvu ya kanisa iko kwenu ninyi akina mama. Bila ninyi kanisa litakuwa na shida kubwa. Ninyi mna nguvu kubwa, ni jeshi kubwa, jeshi kubwa. Kwa hiyo tunatambua sana uwepo wenu na tunatambua sana mchango wenu katika makanisa yetu. Wote tulioko hapa, kitu kimoja kinatuunganisha, ni ubatizo. Wote tumebatizwa kwa jina la Kristo, ndicho ambacho kinatuunganisha hapa, na ndio maana tunajiita wa Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, tujione kwamba ni kitu kimoja. Kina mama, tujione kwamba ni wa kitu kimoja, japo tuna imani tofauti kuendana na madhehebu yetu, lakini wote tunamwamini Kristo. Wote tunamwamini Kristo. Miaka ya zamani kulikuwepo na uadui wa kimadhehebu. Ilikuwepo wakati wa zamani, nakumbuka hiyo ilikuwepo. Na hata kwa mfano katika dhehebu moja, kama ni wimbo, ukiimba wimbo ambao si wa dhehebu hilo, wanakuja juu wanakwambia nyamaza, nyamaza. Hii ilikuwepo. Lakini kadiri tunavyoenda, miaka inavyosogea, Wakristo wa imani tofauti wa madhehebu mbalimbali tunazidi kuwa pamoja, na hicho ndio kitu cha kumshukuru Mungu kwa kweli. Tuondoe tofauti zetu za kiimani, lakini wote tujue kwamba ni Wakristo, na wala hakuna dhehebu ambalo linasema kwamba tunataka waamini wengine wote wawe wa dhehebu letu. Hapana, hapana. Wala sisi wa Katoliki hatusemi kwamba Wakristo wa madhehebu mengine wawe wa Katoliki, wala hapana. Tunachotaka ni kwamba tuondoe lile pengo kati yetu sisi wa Kristo, tuendelee kuwa pamoja zaidi kuliko kutengana. Hiyo ndio kitu cha maana, tuwe kwa karibu zaidi na bila kutengana. Kwa hiyo lengo la umoja huu ni pamoja na hayo, licha ya kwamba kusali pamoja, lakini kujaribu kuwa pamoja zaidi, kusali pamoja na kuwa pamoja zaidi, na wala usimuone mtu wa imani nyingine, wa dhehebu nyingine kama ni adui wako. Hapana, sio adui wako, ila tu ni nani? Ni muumini anayeamini katika Kristo kama wewe unavyoamini katika Kristo. Huyo huyo ni ndugu yako, ndugu yako, na usio na chuki na yule ambaye ni ndugu yako. Na pia tujitahidi kuheshimu, tuheshimu imani za watu wengine katika utofauti wetu. Katika utofauti wetu tuheshimiane,
licha ya kwamba tunakuwa pamoja, lakini tunaheshimiana katika zile tofauti. Hicho ndio kitu ambacho pia ni muhimu cha kuzingatia. Pia katika umoja wa Kristo kuna huduma ambazo tunazozipata kutokana na umoja wetu. Bila shaka mliwahi kusikia ile wanaita Christian Social Service Commission. Yaani hii kwa kweli ni ya madhehebu ya Katoliki na CCT yapo kitu namna hiyo, ambapo sasa unakuta kwamba ni hiyo commission ipo kwa ajili ya kutoa huduma kwa watu wa madhehebu hayo mbalimbali. Kwa hiyo umoja unatuleta pamoja. Kwa hiyo tusifanye nini? Tusiendelee kugawanyika, bali tuendelee kuwa pamoja. Na pia ndugu zangu, tuendelee kudumu katika imani yetu kama Wakristo. Kama Wakristo tuendelee kudumu katika imani yetu, usikubali kuiacha imani yako. Changamoto ziko mbalimbali, na hasa kwa kina mama changamoto ziko nyingi sana. Kama alivyosema mhubiri wetu leo Padre Kesi amejaribu kuainisha changamoto ambazo ziko nyingi sana kwa kina mama. Sasa hizo changamoto zikufanye hata ukaacha imani yako? Hapana, hapana. Ila changamoto hizo zikufanye uendelee kudumu katika nini? Katika imani yako. Endelea kumtumainia Kristo ambaye ndiye ngome yetu. Twende kwa Kristo na changamoto zetu, na Kristo atafanya nini? Na Kristo yeye ni faraja kwetu. Kwa hiyo wapendwa kina mama, tafadhalini sana tumweke Mungu mbele, tumweke Kristo mbele. Yeye atatusaidia na yeye atatufariji na atatuondoa katika mahangaiko yetu. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru Padre Kesi ambaye aliyetuhubiria. Kwa kweli kuna mambo ambayo nilikuwa nataka niaongelee, lakini ameongelea kwa kina na vizuri kabisa, na sina sababu ya kuyarudia tena kwa sababu pia na muda umekwenda. Niwatakie wenzetu ambao wanaandaa watakaoandaa tukio kama hili hapo mwakani, Mungu awe pamoja nao, waweze kuandaa tukio jema la hii umoja wa wanawake wa Katoliki, wanawake wa makanisa hapa Dar es Salaam, ili kusudi wanakina mama waweze kukutana kwa wingi kama ilivyokuwa leo. Asanteni sana ninyi mliofika, na Mungu azidi kuwabariki. Sasa kabla sijatoa baraka, ninyi kwaya hapo, maana nikitoa baraka watu wanatawanyika. Na kupeni dakika moja mbili, na nitaomba yule ambaye naye waongoza atakuwa ananiangalia mimi. Nikishafanya hivi basi nitakuwa MC katika hilo. Haya, hapo mara moja kabla sijatoa baraka. Kwa haraka haraka tafadhali.